Wamama oye! Vijana oye! Wazee oye! Sasa wacha mimi niseme kidogo, alafu niite mgeni wa heshima. Kwanza mimi nasema shukurani sana kwa zile kwaya zote ambazo tulianza kwa sub counties. Tukakuwa na mashindano kwa kila sub county ya Vihiga County. Tukapata washindi 5 ambao wamekuja hapa leo. Na mumeshindana vizuri. Tuna wale ambao wakushinda, tunaambia kwamba wasikufe moyo. Watashinda mara ingine. Kwa sababu hii ni edition ya kwanza ya mashindano ya kwaya za makanisa. Mwaka ujao mambo itakuwa mazuri zaidi. Itakuwa mazuri zaidi, tutaimarisha. Kama iko makosa kidogo ambayo mliona, hiyo itarekebishwa kwa sababu hii ilikuwa mara ya kwanza. Na mimi kama seneta wenyu nilifikiria huu mpango kwa sababu mgeni wa heshima, Vihiga County ndio county ndogo, second smallest county in Kenya baada ya Lamu. Lakini iko na makanisa mengi sana. Hata headquarter ya makanisa yote ni hapa Vihiga County. Quakers ni hapa. PAG ni hapa. Israel ni hapa. Church of God ni hapa. ADC African Divine ni hapa. Israel Neneve hapa. Israel sijui nini Kenya ni hapa. Yaani makanisa yote headquarter ni hapa. Kwa hivyo nilifikiria ni nini naweza fanya ambaye italeta umoja wa makanisa kaunti ya Vihiga. Nikaona tuweke mashindano ya kwaya za makanisa na pia hata Waislamu umewaona hapa. Hata Wahindu kama watakuja mwaka ujao tutawakaribisha. Ili watu washindane, wajuane, tukue na umoja. Kwa sababu hii ni njia moja ya kuweka watu pamoja. Kwa hivyo hii ilikuwa ya kwanza. Nimesema mwaka ujao Mungu akitupa uhai tutaenda sasa paka mashinani zaidi. Tutaenda pale kwa ward. Watu washindane kwa ward. Alafu wale watashinda wakuje washindane kwa sub county. Wale watashinda wakuje washindane kwa county. Tupate mshindi, ule mshindi wa county mzima. Na tena mwaka ujao ninajua wengi mmetumia uniform zenyu, si ndio? Mwaka ujao wale ambao wataingia kwa county, zile kwaya 25, nitaongea na marafiki wangu kama mheshimiwa gavana hapa na wengine, watakuja kama wamepewa uniform mpya. Si ndivyo? Alafu tena ile pesa ya ushindi, ile prize money tutaongeza mkono. Si ndio? Hii ilikuwa ya kwanza, lakini itaendelea kuwa kubwa na kubwa na kubwa mwaka ujao. Ile mwaka ingine ya 2027, kama mtanipatia hii kiti ambaye nataka hii, kama mtanipatia hii kiti nataka, sasa itakuwa kubwa zaidi. Hata tutaleta watalii waangalie vile watu wanaimba kwaya. Tulete sponsors wasponse kwaya zile zinaimba vizuri. Hiyo itakuwa mzuri ama itakuwa mzuri? Kwa hivyo mimi nataka muniunge mkono kwa hili jambo, na mimi nataka kuwashukuru ile kamati ambayo iliandaa hii mashindano. Kuanzia pale chini wamefanya kazi mzuri sana. Timu ya Mama Salome wamekaa siku mzima wakiwasikiza
wamekuwa na mipango, haikuwa rahisi, lakini hao walikuwa pale, wamehakikisha kwamba tumefika mahali tumefika siku ya leo. Simuwapigie makofi. Pia na washukuru waheshimiwa MCS ambao wako hapa na waheshimiwa wabunge. Hizi makwaya zinatoka huko kwao. Hao pia walichangia kuhakikisha kwamba kwaya zimefika kwa hii mashindano. Hebu muwapigie makofi. Na pia nataka kuwashukuru viongozi wa kanisa. Nimeona list yenu mko wengi hapa. Kwa sababu ya saa, pengine hatutawapatia nafasi ya kusalamia, maybe mmoja tu kama gavana ashamaliza. Makanisa na washukuru kwa sababu nyinyi viongozi wa makanisa mumekubali kwaya zenyu kuja kushindana. Na pia hata Waislamu pia wamekubali wamama na vijana kutoka kwa msikiti wakuje washindane hapa. Kwa hivyo hii ni mwanzo. Mwaka ujao we will make this bigger and better and more international. Na mwaka ujao pia wale ambao watashinda tutawasaidia wafanye recording ya hizo kwaya zao. Si ndio? Dunia mzima ijue tuko na kwaya fulani inaimba vizuri pale Vihiga County, sasa inaenda kimataifa. Sawa sawa? Hii mpango ni mzuri si mzuri? Hebu nione kwa mkono juu. Asante sana. Sasa kabla sijaita governor rafiki yangu, wacha pia niongeze kwa ile Secretary General amesema. Unajua kando na kuwa senator wenyu, mimi pia kwa chama cha ODM, mimi ndio deputy party leader wa chama cha ODM. Na mimi nataka kusema hivi kwamba ODM sisi tuko na structures za chama. Tuko na kamati kuu inaitwa National Delegates Convention. Chini ya hiyo tuko na Central Committee ya chama. Alafu tuko na National Governing Council. Alafu tuko na National Executive Committee. Alafu tuko na kamati ya machairs wote ambapo chairman wetu Zebedi Osabwa ndio vice chair. Machairman wote 47. Alafu tuko na kamati kwa kila county ya watu 20. Tuko na kamati kwa kila sub county ya vijana, wamama na mchanganyiko. Na inaenda paka kwa polling station. Mimi nataka kukubaliana na SG kwamba decision yote ya chama cha ODM haitafanywa na mtu mmoja, haitafanywa na watu wawili, haitafanywa na watu watatu. All the organs of the party must be consulted. Sasa na mimi nilisema hiyo maneno nikiwa kule kwa Divine, nikiambia Mheshimiwa Rais kwamba if you want to engage ODM constructively, do it through the structures of the party. Ile mambo tunaona ati watu wachache wanaitwa kule State House, alafu wanasema ati hao ni ODM. You cannot be ODM if you don't have James Orengo. Huyu Orengo amepigana vita na Raila, amefungwa na Raila, ameumia na Raila. You cannot be ODM if you don't have the Secretary General. You cannot be ODM if you don't have top officials of the party including Osotsi here. Ati sasa wameanza kutuambia 2027 tutaenda hii. And we have not discussed. Mimi I'm telling them please wait. We will have to process this decision in the party, and if we are in agreement, we will agree. If we are in disagreement, we will disagree. But you will not impose a decision on us. Hiyo tutakataa.
Jambo la pili, mimi jana nilisema na nataka kurudia kwamba yes, we are in broad base because some of our members waliingizwa huko wakapatiwa mawaziri. But that broad base is conditional on the 10 points agenda. Vitu 10 ambazo Mheshimiwa Raila kabla akufe waliandikishana mkataba, akaweka kidole, Mheshimiwa Ruto akaweka kidole, wakaweka gazettement kwa Kenya Gazette, wakasema hiyo mkataba lazima itekelezwe by March 2026. Na wakatengeneza kamati ambayo inaongozwa na yule alikuwa senator nominated Agnes Zani. So what we are saying is that the broad-based arrangement and the 10 points agenda ni kama wale watoto wawili ambao wamezaliwa twins kama wameshikana. Ukijaribu kukata mmoja aende kando, ni kama wale walikuwa kwa Bible. Mmoja anakufa ama wote wanakufa. Kwa hivyo the two are together. You cannot separate them. You cannot talk about broad base and you don't talk about the 10 points agenda. Na sisi tumeambiwa kwamba tuhakikishe hiyo mkataba imefanyika. Without hiyo mkataba there is no deal. And I want to say also kwamba ile kamati ya Agnes Zani, we respect you. You did a good job when you were the senator, nominated senator. Lakini hiyo kamati yako isitumiwe kuleta document ambayo iko doctored. We are monitoring you. You cannot tell us at 10 point agenda imekuwa implemented na NADCO peke yake hajakuwa implemented. Pesa kwa makaunti haijaongezwa kufika 450. That one we will say no. Nimeongea vizuri ama vibaya? Nikimalizia, mimi ni deputy party leader wa Kenya mzima, lakini pia na represent hii region ya Western, we have invested so much in ODM party. And because we have invested so much in ODM party, hatutataka watu watubebe kiufala. Hatutataka watu watubebe kifala. If there is any arrangement, we must be on the table. You cannot say ati nyinyi watu wawili watatu munaenda kuongea alafu munakuja Waluya tufate. Fata sisi. We will not allow that. We have invested in ODM na hakuna mahali tunaenda. Hakuna mahali tunaenda. Tutapigana tu ndani ya hii chama mpaka mwisho. No one will throw us out and we will not go out because we have invested so much in this party. Kwa sababu ya saa, wacha sasa nimuite rafiki yangu, rafiki ya baba Raila Amolo Odinga, yule walivungwa na yeye, yule anajua baba ni nani, Senator Governor James Orengo. Weka muziki.